subscribe to my channel and also press this bell icon. Taarifa ni za kweli. Nabi amekuja Bongo, na kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ambazo sio rasmi na siwezi kudhibitisha popote, ni kwamba yupo mjini hapa na mazungumzo yamefanyika na boss kubwa kwa mujibu wa vyanzo vyangu. Mazungumzo yamefanyika kwa ajili ya kuichukua Simba Sports Club. Na ilipangwa baada ya international break. Bila vizuri kocha mpya yoyote hata ikiwa Nasreddine Mohamed Nabi akabidhiwe timu ya Simba kwa ajili ya kuiandaa ili wakirudi sasa kwenye international break tayari kuna kitu mwalimu atakuwa amefanya nini, ameshakiingiza. Kwa hiyo taarifa ya Nasreddine Nabi kuwepo mjini, yes, ni sahihi. Na yupo mjini kwa sababu gani? Yupo mjini kwa sababu Simba Sports Club ni moja kati ya klabu ambazo zimemwalika kwa ajili ya kufanya mazungumzo naye. Lakini mazungumzo kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi bado hajapatikana muafaka wa yeye kujiunga na Simba Sports Club. Kuna kama 60% hivi. Shida kubwa ni issue za kifedha, bado wako kwenye kutengeneza maslahi. Kama mambo yataenda vizuri basi kila kitu kitakuwa wazi. Kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi bado hawajafikiana kwenye masuala ya kifedha. Wale wanaosema labda huenda ikawa hii ni kona ya Jangwani ama kule Tripoli ambapo inasemekana pia anahitajika huko, amekuja kwa ajili ya mapumziko. Kwanza Nasreddine Mohamed Nabi ni kocha mkubwa hivi sasa barani Afrika, na kuhitajika na vilabu tofauti sio story. Bila vizuri sio story. Nabi anahitajika mpaka na timu yake ya taifa ya Tunisia wanamhitaji. Kwa hiyo mwenye kisu kikali ndio anafanya nini? Anakula nyama. Kwa hiyo hata kama Africans na wenyewe wakiona inafaa kurudi tena kwa Nasreddine Nabi, lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba hawana huo mpango, umeona. Wakiona inafaa wanaweza karudi. Cha msingi ni hela tu. Mwalimu anataka hela, maisha mengine yaendelee. Kwa sababu kulikuwa kuna makocha wangapi walishatoka kwenye klabu na wakarudi. Sio vizuri. Lakini hivi sasa kipaumbele na priority na mpaka anakuja hapa Tanzania ni kwa sababu ya Simba Sports Club. Wakifikia makubaliano mambo yote yatakuwa hadharani. Nabi alifanya vizuri akiwa na Young Africans. Simba Sports Club kama akienda kwa falsafa zake, unaona ni kocha ambaye anaweza kwenda kufiti kwa kutokana pia na wachezaji waliopo pale Msimbazi? Yeah, obvious, bila shaka yote. Kwa sababu kama kaenda kufundisha Kaizer Chiefs, alibadilisha Young Africans kutoka kucheza direct na kupossess zaidi. Unaona kinachowaumiza sasa hivi mashabiki wa Yanga kilianzia kwa Hans van der Pluijm kuja kwa Nasreddine Mohamed Nabi. Mpira fulani hivi burudani wa kupossess sana, sio vizuri. Ndio aina ya football ambao wanacheza Simba Sports Club. Lunyasi wanapossess zaidi, mwisho wa siku wanakufungua taratibu, ukiacha chance wanakuweka. Kwa aina ya wachezaji waliokuepo Simba wengi mafundi, wana uwezo, mimi naamini kuna vitu tu inabidi tu wabadilishwe kisaikolojia. Haswa mimi na ile ego. Mimi yani, unajua zile wachezaji wana hiyo. So akienda mwalimu mkubwa kama Nasreddine Nabi kuna hofu fulani watakuwa nayo. Lakini pia mwalimu ana uwezo wa kutokuangalia pia sura. Kitendo cha bwana wewe unajifanya wewe ndio wewe na kupiga benchi kinaweza kikapandisha performance za wachezaji. Lakini kwa maana ya profile ya wachezaji waliokuepo Simba, falsafa ya Simba na yeye Nasreddine Mohamed Nabi, obviously moja kwa moja anaingia kwenye kikosi cha Simba. Sasa kufanikiwa ama kutokufanikiwa hilo ni swala lingine. Kwa upande wa Nasreddine Nabi. Yeah, of course. Yaani kuingia kwa maana kifalsafa ni kocha ambaye anaendana na Simba Sports Club. Nasreddine Mohamed Nabi. Kwa hiyo kama watampata ni kocha mzuri, kocha mkubwa na uwezo. Simba watakuwa wamelamba bingu. Kwani ikapelekea wao wadhani anaweza? Hapana. Makocha always ndio wako hivyo. A hired to be fired. Yaani wewe ukimfukuza huku kesho anaenda kule. Sio vizuri Yaani imaanisha kwamba eti akifundisha Yanga basi asifundishe Simba. Au akifundisha hapana, ni the way ambavyo nyinyi mnaona huyu mtu anatufaa kwa sasa hivi na project yetu ikoje, je, atatupeleka wapi? Iko hivyo. Kwa makocha wengi ambao walihitajika, wewe sasa kama Hamis Kabwe, Mpamwa ama Mbukuzi wa soka,
unadhani Nasri Nabi moja kwa moja anafaa kama Simba yeah, why not? Nabi anafaa, Nabi anaufahamu mpira wa Tanzania. Hivi sasa walipofikia Simba wanahitaji kocha ambaye anaufahamu mpira wa Tanzania, anaujua mpira wa Tanzania nje ndani. Sio kwamba hivi vilabu vinasajili makocha pia kwa upande wa kimataifa miskabu nje ya Tanzania. Sasa hilo ni swala lingine la pili. Swala la kwanza ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri ndani. Yaani huwezi kwenda kimataifa bila kufanya vizuri wapi? Ndani. Kwa hiyo kwa sababu Nabi anapajua vizuri ndani na ana historia nzuri ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Usisahau Nabi ndio ndo kawapeleka Yanga finali. Sibula vizuri. Nakumbuka alipokuwa AFC Leopards yeye ndo alisababisha timu ikafika kwenye hatua za mbali mpaka kuelekea finali AFC Leopards ya Congo Brazzaville. Sibula vizuri. Nabi ana profile kubwa. Bro, unapomwongelea Nasreddine Mohamed Nabi, unamuongelea kocha ambaye anaujua mpira wa Afrika kinaga ubaga. So binafsi kwangu mimi na utaifa wake kwa maana ya Watunisia ni makocha wazuri sana. Yaani katika Afrika kama kuna makocha ambao unaweza kuwachukua na wakakupeleka next level ni makocha kutoka Tunisia. Wengi wametapakaa. Unaona hata kocha wa Berkane. Ni Mtunisia. Monchaban ni Mtunisia. Wakina Fauzi Benzati, mimi nawafahamu makocha ambao wana uwezo mkubwa wanatoka Tunisia. So hakwenda Kaizer Chiefs, hakwenda FAR Rabat kwa kubahatisha. Ni kocha mzuri, kocha mkubwa, kocha ambaye anaweza akawatoa Simba sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ili mradi tu anapaswa kumpa ushirikiano. Waache ujanja, waache uswahili. Waache kuwaharibia makocha. Watu wa 10% waache kuwaingilia makocha kwenye maamuzi. Wakisimamia uweledi na kuhakikishia na wakamwachia uhuru afanye kile ambacho anachokihitaji, anaweza kuwatengenezea Simba bora sana. Kama aliweza kuwatengenezea, ujue Young Africans walikuwa wanatawala hapo katikati kwa sababu ya msingi aliotengeneza Nabi. Kwa hiyo ni kocha mzuri ambaye kwanza anawapa nafasi vijana, anawaamini wachezaji ambao ana uwezo, hapendelei, ni kocha ambaye ukimwangalia ana uwezo mkubwa sana wa kiufundi. So binafsi kwangu mimi anafaa. Mawazo ya Gamondi ya tupe pembeni, sasa ni rasmi. Gamondi hawezi kwenda Simba bwana na wewe. Bora hiyo taarifa ishatoka kitambo. Haendi Simba. Trust me, haendi Simba. Huo funga ukurasa huo, haendi Simba. Kaisha kataa na kuna mtu alishachagiza hicho kitu asiende. Umeona? Kabwe tuondoke hapo, tumzungumzie kidogo kocha ya Young Africans Romain Folz. Jana mara baada ya mchezo wao dhidi ya Mbeya City, mambo yalikuwa ni mengi. Yeye binafsi amelaumu pitch, ila sio kwamba nafasi kutengeneza mpinzani alikuwa mgumu, ila pitch imemhukumu. Yeah, of course ana hoja ya msingi. Pitch ilikuwa ni mbovu, uwanja ulikuwa mbovu. Huo ndio ukweli. Binafsi kwangu mimi ana hoja. Uwanja ulikuwa mbovu. So uongozi wa Yanga kumfukuza ama kutokumfukuza ilo lipo ndani ya uwezo wao wenyewe. Lakini mimi sikubaliani nao kumfukuza hivi sasa Romain Folz. Of course naheshimu kwa sababu wao ndio waliomleta. Walimfanyia assessment. Lakini hivi sasa wanamfukuza kwa sababu gani? Matokeo hakuna na wanachama wanalalamika. Ni uongo, matokeo hakuna vipi? Matokeo haiwaridhishi. Haiwaridhishi. Kwa hiyo tuongee kweli. Ina maana assessment za kiufundi wanafanya mashabiki au wanafanya kamati ya ufundi iliyokuepo ndani ya uongozi wa Young Africans? Sio unawajua hawa vijana wa Kariakoo Kabwe. Sio nawajua. Mimi naenda tuzungumze hapa. Wewe umeletea hizo mic. Umeletea hizo mic ili mimi nitoe elimu. Natoa sasa elimu. Natoa elimu ya kwamba assessment za kiufundi hawafanyi mashabiki. Mashabiki wao ni walaji wa mwisho. Mashabiki wao wanaletewa, wanaona namna ambavyo timu inavyocheza, kwa sababu makocha wote waliopita Young Africans kipindi chao cha kwanza walikuwa wanalaumiwa. Simula vizuri. Lakini baadaye wakija kukaa vizuri mashabiki wanasahau. Kwa hiyo mashabiki sio kuwasikiliza, mashabiki ni bendera fata upepo. Hata wakati amepewa timu Hamdi Miludi, kelele zilikuwa nyingi, lakini Hamdi Miludi ndio aliwapa ubingwa Young Africans. Sasa nikuulize swali la msingi. Mashabiki ndio walimfukuza Hamdi Miludi ama uongozi ndio ulimfukuza Hamdi Miludi? Uongozi. Ulimfukuza Hamdi Miludi kwa sababu zipi? Waliangalia wenyewe mambo yao ya kiufundi pia, lakini mikataba walisema. Hamdi Miludi aliwapa nini? Ubingwa Young Africans. Tena akimfunga mtani. Performance ilikuwa bora sana pale. Uongo kweli? Simba alizidiwa kila kitu. Jamaa tuongee ukweli. Simba alizidiwa kila kitu pale. Young Africans wakamtimua Hamdi Miludi.
ni mashabiki ndio walitaka ama uongozi ndio uliona huyu mtu atufai wakaamua kumtimua? Ni uongozi shika. Sasa kama ni uongozi uliamua kumtimua mtu ambaye aliwapa ubingwa, simula vizuri, na mashabiki wakakubali, kwa nini wasiuamini uongozi kumwajiri mtu kama Romain Folz ambaye kiuhalisia anahitaji muda, kwa sababu kuna baadhi ya vitu Young Africans havipo sawa na mashabiki hawataki kukubali vitu hivyo. Kwanza kabisa ni wachezaji. Unaelewa vizuri? Mimi siamini mchezaji anaweza kaenda misimu karibia 4 au 5 mfululizo akiwa katika kiwango kile kile kimoja. Kuna ups and downs. Unaelewa vizuri? Young Africans kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia hivi sasa viwango vyao vimeshuka. Kwa hili ni anguko la Yanga sasa. Na ilikuwa kwa msimu huu mimi nilitegemea either wapate anguko ama wa maintain au waende juu zaidi. Simula vizuri, mimi nilitegemea anguko la Yanga, kufanya vizuri kwa Yanga ama kubaki pale pale. Na hata msimu uliopita mimi nilitegemea ile anguko lingeanzia hata msimu uliopita. Lakini kwa sababu ligi yetu sisi ni dhaifu, ndio maana Young Africans akachukua ubingwa. Simula vizuri, kitendo cha kumfukuza Miguel Gamondi katikati mwa msimu, klabu bingwa barani Afrika ilitupa majibu kwamba alichokifanya Young Africans walikuwa wanaenda kwenye mabadiliko, hawakutoboa kwenye makundi. Uongo kweli? Lakini ligi kuu sisi katudanganya hapa, mechi zenyewe za kuungaunga. Young Africans anashinda mara nini, mambo kibao, maneno mengi, anashinda ndio hivyo, mara udhamini, mara nini. Wewe unajua mpira wetu. Uongo kweli? Ile ilikuwa ni alert ya kwamba anguko la Yanga ili hapa. Akapewa Sidramovic alihangaika na Al Hilal pale. Unakumbuka vizuri? Kwenye makundi akahangaika, mwisho wa siku cha maana hakuna. Sidramovic akaondoka. Uone sasa ligi yetu ilivyotengenezea mashabiki wa Yanga picha kubwa, wakati ndani ni debe tupu. Akapewa Hamdi Milud katikati ya msimu. Tulitegemea hawa kina Simba, Azam, sijui Singida wangetoa huo ushindani na kuchukua ubingwa. Ila kwa sababu sisi ligi yetu ni dhaifu, Simba kuna muda walikuwa wanajigonga-gonga, mechi ya Nandia ya Coastal Union walijigonga-gonga wao wenyewe, mechi sijui ya Fountain Gate walijigonga-gonga wao wenyewe. Kwa sababu msimu uliopita mimi siamini kwamba Young Africans deserve tu kuchukua ubingwa kwa sababu yeye ni bora. Ila alichukua ubingwa kwa sababu timu nyingi zilikuwa na uwezo wa nini wa kawaida, ikiwemo Simba na Mazonge pia ligi yetu. Kwa sababu Simba mechi ya Coast, mechi ya Fountain Gate ndio zilizopotezea ubingwa, sio vizuri, ikiwemo pia mechi yao ya Young Africans hiyo potezea ubingwa. Lakini wakaenda wakambadilisha Hamdi Miludi. Hamdi Miludi ambaye alikuja eti katikati ya msimu hapo akajipata hapo katikati ya msimu akaenda akachukua na ubingwa. Hamdi Miludi. Sio nakwambia ligi yetu haikupi picha ya kiufundi ya timu. Tumzungumzie au bado unaendelea? Tulia nikupeleke mpaka nikumalizia mwisho. Baada ya Hamdi Miludi akaja Romain Folz. Romain Folz amekuja, wale wakamtimua. Kuna wachezaji ambao wameshuka viwango, kuna wachezaji wapya ambao hawajafikia uwezo, wachezaji wapya. Kwa mfano kaondoka Nandia Ziki. Aziki replacement yake ni nani? Ndio Dumbia. Hajamfikia hata theluthi hajamfikia Ziki. Hata nusu hajamfikia Ziki. Walitudanganya kusema kwamba huyu ni zaidi ya Ziki. Hakuna. Kuna baadhi ya mechi Ziki alikuwa anaziamua yeye mwenyewe pale. Yaani kuna muda Young Africans ilikuwa na wachezaji watatu, Max Nzengeli, Pacome Zouzoua pamoja na Ziki. Kama asipoamua Pacome ataamua Ziki. Kama asipoamua Ziki anaamua Max Nzengeli. Sasa hivi ambakia Max Nzengeli na Pacome Zouzoua. Jana Max Nzengeli mechi ilimpalia, akabaki Pacome. Ataweza hiyo kazi peke yake? Kwa hiyo mwalimu anapitia vitu vingi sana, inabidi ajaribu kuweka vitu vyake vya kiufundi, ajaribu kuingiza baadhi ya wachezaji wapya, ajaribu kuwasoma tabia na kadhalika. Ndio haya mabadiliko yote yanafanya Young Africans wapitie kipindi cha mpito. Wanapaswa kumpa muda kocha. Kabla tumalize na hili, sare ya jana ya Young Africans dhidi ya Mbeya City ni mechi ya pili ya ligi kuu na msimu ndio umeshaanza hivi. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Young Africans wanapaswa kujipanga. Ni msimu mwingine mgumu sana kwao. Kama wakizubaa inawezekana ubingwa akakosa msimu huu kama wasipojipanga. Na mimi wala sintoshangaa kama Young Africans ikosa ubingwa msimu huu, kwa sababu ili niliona linakuja. Hata msimu uliopita hakudeserve kuchukua ubingwa. Msimu vizuri. Msimu uliopita kwa jinsi ambavyo walibadilisha makocha hapa na namna ambavyo baadhi ya wachezaji unaona kabisa viwango vinaenda kupungua, hawawezi
kufika kwenye ile piki ambayo walikuwa nayo kwa misimu minne yote ile. Binafsi kwangu mimi naona kabisa kwamba Young Africans kuanzia msimu uliopita mpaka msimu huu, kama kuna timu kweli zitaamua kujishikilia, kwa maana ya Azam FC, Simba Sports Club, umeona, wakiamua kujishikilia, Young Africans achukue ubingwa msimu huu. Swala la mwisho, Ahmed Ally amevaa maamuzi ya jana, lakini pia tukio la Ibaka. Kwako umeliona ni kwa Ahmed Ally? Tukio la Ibrahim Baka alikuwa tukio la kiungwana. Kwa mchezaji kama yeye, ni mchezaji mkubwa na sifa kubwa, moja kati ya mabeki bora ambao mimi nawakubali, halikuwa la kiungwana. Uongozi umeona utachukua hatua, lakini kwa kitendo cha Ahmed Ally kuposti hiyo ni issue ambayo ilikuwa haimuhusu. Huo ndio uhalisia. Ni issue ambayo ilikuwa haimuhusu, angewaachia wadau na akadili zaidi na maandalizi ya timu kuliko yeye kuposti kitu ambacho watu wengine pia walishakiposti. Na hii imekuwa ni muendelezo. Nafikiri ni kwa sababu walishazoeshana. Subira vizuri, yani utani wa jadi umetoka sasa kwenye utani wa jadi, umekuwa ni kuanza sasa kuchongeana, kama vile watu wanachongeana sasa. Yani wewe ukifanya kibaya mwenzako anakifurahia, anapita nacho kama upepo, na wewe ukifanya kizuri mwenzako anakichukia, anaachana nacho. Ndio imekuwa hivyo. Kwa hiyo alichokifanya Ahmed Ally kama mdau wa soka, angekuwa ni mdau wa soka nje ya klabu ya Simba, mimi ningesema yes, yupo sahihi. Lakini kwa sababu ni moja kati ya viongozi wa klabu fulani, binafsi kwangu mimi siungi mkono. Shukrani sana. Nashukuru sana ndugu yangu.